Maisha tunaingia humu, nilikuwa sijui chochote kuhusu usuli tafsiri, kuhusu nahau, kuhusu swarfa. Huyu mwamba ndo kanianzishia mule, na tukimaliza darsa saa 4 usiku sisi wadogo, na Jangwani ilikuwa ikitisha, anatuvisha mpaka faya tunarudi makwetu. Kwa ni haki yake kunipa amri kama mwanafunzi wake. Lakini nilikuwa sijaje maulidi hii kama miaka 2. Leo nilikuwa na DC wa Morogoro, tuko Morogoro mpaka saa 1 jioni. Sasa nikamwambia tunafanyaje, tuna drive tutawahi? Akanambia niachie mimi. Kanichukua bwana hotelini mpaka SGR, akanambia iko treni ya usiku tutaiwahi, ingawa tujafanya utaratibu. Basi kamisa huyu wa Morogoro akanitumbukiza kwenye treni, tukaja naye tukiwa na kanzu zetu, tukaingia hapa. Tumechelewa, lakini nimefika hapa nikamwambia Ustadh Walid, hii ndo Dar es Salaam. Yeye anasema watu hapa wamemfuata Mungu na mtume, na ni kweli watu wamemfuata Mungu na mtume, lakini hawa umewakokota. Katae usikatae, hawa wamekufuata pamoja na Mungu na mtume, wamekutea wewe. Wewe ni kipenzi cha watu. Najua hupendi kusifiwa, lakini sisi wanasiasa chakula chetu ni sifa. Acha ni kusifu. Wewe ni kipenzi cha watu wa mji huu, watu wa Dar es Salaam. Unatoka kona zote hizi, mitaa yote hii yote imejaa watu yote. Hakuna basi liloleta wanafunzi wa madarasa hawa, aidha wamekuja kwa miguu au kwa madaladala au kwa magari yao. Una mahaba na watu. Kuna jambo siondoki leo mpaka unipe siri, watu hawa wanakutikia wewe tu. Kuna jambo gani? Lazima utuambie. Haiwezekani. Watu wanakupenda, wanakutii, wanakuhami. Waambie Waislamu wenzio una siri, tuachie kabla mauti hujatukuta. Tatuacha bwana hivi hivi. Jamani, mnasemaje Waislamu? Atupe siri asitupe? Basi mimi kazi yangu ndogo. Mheshimiwa mbunge, kaka yangu, rafiki yangu, kiongozi wangu Sheikh Tarimba Abasi, Yanga mwenzangu, karibu sana, na baadaye umpe nafasi Yanga mwenzetu Mheshimiwa Ulega, na baadaye umpe nafasi Yanga mwenzetu mjumbe wa kamati kuu. Kwa hiyo protocol nimeiweka vizuri hapa, mayanga watupu tunazungumza. Karibu sana Tarimba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nilikuwa nataraji ningepata nafasi nikawa nimejitayarisha kwa maneno fulani, lakini Haji kanitoa katika reli. Kanitoa katika reli kwa sababu mimi ni mmoja kati ya waumini ambao huwa nakuja katika maulidi haya. Mwaka huu pametia fora hapa mahala. Allah. Ni mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu, na kweli tumekuja kwa ajili ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ukweli vile vile lazima usemwe. Tumekuja pia kwa ajili ya Sheikh Walid, na Sheikh Walid, sisi ambao tumekulia Magomeni, hiyo siri Haji nitafute kwa wakati wako, nitakwambia. Laiti kama Sheikh Walid angekuwa ni mchezaji mpira, huyu angekuwa ndo ile namba 6 inayotafutwa. Sasa kwa wale ambao wamesoma Cuba wanalewa, kwa nini huyu bana
anaweza akawa hiyo namba 6. Lakini kikubwa mimi ninachokiomba, nimesikiliza mashekhe wetu wote waliopata nafasi ya kuzungumza. Kama ingekuwa ni kwenye shule au darasa la literature, fasihi, ningesema hawa mashekhe wanahubiri na kutangaza ile aya iliyoko katika sura Al-Hujurat 49:10 nafikiri, inayosema innamal mu'minun ikhwatun, sisi ni ndugu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi akasema jambo lile kama ni passing, yani jambo la kupita. Ni kweli we are related, hata kama tutajiita ni ndugu katika imani, we are related, sisi tuna mahusiano, lakini tunapita katika kipindi kigumu sana Waislamu. Mambo yaliyokuwa haramu yanayokatazwa sasa hivi ni mambo yanayokimbiliwa. Mambo yaliyokatazwa ya fitina sasa hivi, kukicha mtu anabuni afanye fitina gani juu ya Muislamu mwenzie. Watu wanafikiria dhulma inayokatazwa. Mtume wetu ameizungumzia dhulma na akaikataza sana, lakini leo hivi sisi Waislamu ndio tunaotengeneza dhulma juu ya Waislamu wenzetu. Hizi dua zilizosomwa, Mwenyezi Mungu atujalie nafsi zetu zirudi kwenye kamba ya Mwenyezi Mungu. Kuna mahali nilisoma hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sijui Kiarabu chake, lakini ilikuwa inasema wale watu ambao watakuwa wameishika dini ya Mwenyezi Mungu kisawa sawa, amesema itakuja muda, wakati alizungumza miaka ya nyuma kabisa, itakuja wakati wale watu ambao watakuwa wameishika dini ya Mwenyezi Mungu kisawa sawa kabisa, watakuwa kana kwamba wameshika kaa la mawe, kaa la moto katika mikono yao. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alitabiri hayo mambo. Yani leo sisi, mtu ambaye anafanya vizuri kabisa katika dini ya Mwenyezi Mungu, watu wanamtafutia hila na ili mradi tu waone ameshika kaa la moto. Mwenyezi Mungu atujalie sote tuliofika hapa, dua zote zilizosomwa zitunyooshe. Mimi nina hadithi nyingi za marafiki ambao tuko nao kwenye mambo yetu ya kisiasa. Anaweza akakupiga bao kama huko sawa sawa, unaweza ukapata kizunguzungu ukaanguka. Muislamu mwenzio huyo hana hata ile huruma ya kusema akuminye kidogo kidogo angalau, yani kama vile hakujui, kama tutakavyofanya tarehe 12, yani hatumjui mtu. Si sawa. Mwenyezi Mungu atujalie nafsi zetu zinapomwona Muislamu mwenzako uwe na imani kwamba umemwona ndugu yako. Baada ya kusema hayo, nafikiri anatosha. Nimkaribishe ndugu yangu Waziri Ulega utuaidhi kidogo. Nakushukuru sana.